Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili tarehe 16 Agosti mwaka 2020. Kichwa cha somo ni hiki hapa. Mkristo katikati ya vita ambavyo havitambui. Mkristo aliye katikati ya vita ambavyo havijui. Unaweza kuandika vyote hivi. Yaani hoja yenyewe ni kwamba Mkristo au mtu wa Mungu vyovyote vile yuko ndani ya vita vinapiganwa, vinamzunguka lakini hana taarifa. Yaani hajui hivyo vita vinapiganiwa wapi, vinamtafuta nani, lakini yani yuko katikati ya vita. Kwanza tuanze tu na msemo wa duniani. Msemo wa duniani unasema ni methali inasema, nafikiri ni methali na wanasema vita havina macho. Huwezi kuwa huko katikati ya vita hata kama labda havikutafuti wewe ukasema hivi vita vinamtafuta fulani. Ukishakuwa katikati ya vita kwa vile havina macho vinaweza vikakupiga hata wewe ambaye haumo. Ndio maana ya hii hoja. Tuanze kwa utangulizi na utangulizi tuanze kwa maandiko. Leo tuende kimaandiko zaidi. Tuende katika kitabu cha Petro wa kwanza. Anza haraka sana na maandiko. Petro wa kwanza mlango wa 3. Mlango wa 5. Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 Biblia inasema hivi. Muwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Hawa watu wanaoambiwa ni akina nani? Petro alikuwa anawaandikia watu gani? Watu wa Mungu. Anasema kuna ibilisi ni mshtaki wenu ni kama lisimba likubwa liko linazunguka linatafuta kummeza. Tena sio kumngata tu na kumwacha angalau ati linammeza na ingia ndani kwa moja linamuondosha kabisa. Hebu tujiulize ikitokea kwamba kuna simba yuko anazunguka mtaani anatafuta mtu wa kummeza. Watu watabaki wametulia tu wapite kama kawaida walivyozoea. Watatakiwa wafanye nini? Watatakiwa wachukue tahadhari, amkini wachukue na mikuki, wachukue silaha, wajipange, waandae jeshi, watoe taarifa, wachukue tahadhari hali ya juu na amkini wajitenge, wajifiche, lakini hawawezi wakatembea kama hali ni shwari ni ya kawaida. Leo hii Wakristo hawajui kwamba ibilisi ni kama simba ungurumaye anayetafuta mtu wa kummeza. Hawajui. Wanadhani wako katikati ya amani na shwari, hakuna tatizo. Lakini neno la Mungu linasema ibilisi hayupo au yupo? Yupo. Anasema tena kama jinsi siku zinavyosogea, siku ile inavyokaribia ndivyo inasema katika kitabu cha Ufunuo na sitafungua. Ufunuo anasema mlango wa 12 anasema alivyotupa duniani na hii ni siku za mwisho. Shetani sasa hivi yupo tu anatembea popote. Kimsingi anafika hata mbinguni. Lakini anasema katika ile siku ile miaka 3.5 ya mwisho atatupa duniani kabisa. Siku jinsi tunavyokaribia ndivyo nguvu zake za ushetani zinavyoongezeka. Anasema atafanya vita atakuwa anafanya bidii ili kusudi aweze kuwabeba wengi kwenda katika uangamivu kwa sababu ana muda mchache. Muda tunaoishi sio muda mwingi sana. Shetani anapambana vita ambavyo sio vya kawaida. Lakini Mkristo yumo katika hivyo vita, hana taarifa, analala na kuamka, anaoa na kuolewa, anacheza ngoma, anarusha Facebook maisha, hajui chochote, lakini ibilisi ni kama simba anayetaka kummeza. Alafu anadhani ni amani. Sivyo ilivyo. Mkristo leo hii muda wake mwingi hautumii kupigana na shetani. Na tutakuja kuangalia unapiganaje na shetani. Na hata wale wachache wanaodhani wanapigana na shetani, ngoja nitangulie kusema, wanapigana vita ambavyo sio vyenyewe. Wanatumia silaha ambazo sio zenyewe. Vita unapigana sio vyenyewe.
Silaha sio zenyewe, muda unaopigana sio wenyewe na hakuna chochote ambacho unafanya ambacho ni sahihi. Unadhani utashinda vile vita? Hapana. Wakristo wanadhani kupigana vita ni kwenda kanisani na kusema toka, 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 toka. Hiyo sio silaha hiyo hata siku moja. Shetani hapigani kwa kutamka maneno ya mdomoni. Vita vya shetani vinapiganwa na moyoni kwanza. Vinapiganwa na moyoni. Tuliwahi kuhubiri somo moja hapa katikati. Nasema mavazi yetu tunayovaa ni reflection au ni taswira ya tabia yetu au huruka yetu ya rohoni. Yaani mtu hatokei tu akavaa kikahaba au akavaa kimiregezo hii kwa sababu tu amevaa, hapana. Roho yake inakuwa imeshashindwa vile vita zamani. Alafu inakuja kutoka nje. Ukiona mtu anaumwa yuko labda joto limepanda, maumivu na nini, usifikiri kwamba ndo ugonjwa umeingia siku hiyo. Hizo ni dalili za nje. Mdudu aliingia zamani, akazaliana, akatembea katika mifumo yote, halafu sasa dalili zinakuja kutoka nje. Mkristo hajui vita anavyopigana. Anapigana vita ambavyo sivyo. Na kimsingi anatumia silaha ambazo sizo na hata hazitoshi, hata kama zingekuwa ndo hizo, hazitoshi. Tutaenda katika maana hiyo. Soma tuende katika kitabu cha Waefeso. Kabla kwenda kwenye mstari, angalia baadhi ya vitu. Leo hii Mkristo hana taarifa na vita vinavyomuinda. Vinavyoinda watoto wake. Leo hii baba mwanaume kazi yake ni kuamka asubuhi akaenda sio vibaya, akaenda kutafuta chakula cha familia. Anapishana, mke wake anaenda hiki, huku mume wake anaenda huku. Au labda anaenda baba. Hana taarifa watoto wake wanajifunza nini? Habari za Mungu. Leo mtoto wake unasikia amempeleka mwingine yuko boarding si yuko Arusha, wako wanafundishwa ushoga, wanafanywa ushoga. Yeye anachofanya tu ni kupampu karo na kutuma kule. Karo ndo adai. Kwa tuko sekondari kwa tupenda kutumia neno karo, sijui ndo bado inatumika. Yeye ni kupampu ada, hajui kule watoto wamesha kuwa mashoga lakini hana taarifa. Anahakisha labda anakula chakula anashiba, anahakisha weekend si amempeleka kwenye maduka makubwa sijui kwenda kuangalia na kupiga picha, amemnunulia makatuni ya kutosha. Hajui shetani anamuinda mtoto wake hadi rohoni. Hana taarifa, hajawahi kumfundisha neno, anahakisha kwamba amesoma elimu ya dunia, sawa, haina ubaya, aisome, lakini hana hekima ya Mungu hata kidogo. Anaangalia grade tu zake, ametoka na ngapi, ametoka na nini. Maana yake huyo mtu unadhani mtu ambaye hana grade za A darasani, unaweza kuniambia kwamba huyu shetani anayetaka kumuwinda ndio huyo ambaye anawindwa, ambaye labda atamezwa na huyo simba? Hapana, anayemezwa ni huyo ambaye hana kweli ya Mungu katika maisha yake. Kulikuwa kuna wakati dunia ilikuwa na muda mrefu sana bila hizo elimu hazikuwepo, lakini kweli ya Mungu ilikuwepo. Kwa hiyo mtu akipigana vita anapigana na vita vya ujinga, si na vita vya maradhi, si nini. Hajui vita vya rohoni vinavyopeleka dunia yote katika uangamivu, katika jehanamu ya moto. Yesu anasema katika bado yuko katika utangulizi. Tutaenda katika masomo katika vipengele maalum. Yesu anasema katika mlango wa 16 wa Mathayo 26. Mathayo 16:26 anasema, "Je, itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote?" Huyu ni Kristo anasema. Huyu ambaye unataka akubariki. Huyu ambaye unamuomba akupe kila kitu. Lakini anasema, "Je, hata kama ningekupa kila kitu, je, itakufaidia nini ukiupata ulimwengu wote na kuipata hasara ya nafsi yako?" Utakuwa yani huna faida kwa lugha nyingine. Huna faida. Je, itakufaidia nini mtoto wako ameenda si yuko boarding, si yuko wapi? Leo hii wewe niambie familia ya Tanzania ikoje? Baba anaishi Dodoma. Mama yuko kikazi Dar es Salaam. Mtoto yuko boarding Arusha.
Mwingine yuko Mbeya na anasoma nyumbani kuna binti wa kazi. Ndiye anaendesha nyumba. Wanakuja kukutana pale wanaondoka. Ndio mpango na ndio ustaarabu wa dunia. Ndio hekima ya dunia. Ndio kila mtu anataka apate. Ndio mpango wa Mungu. Hiyo familia huyu simba anayeunguruma ataiacha salama? Hata siku moja. Kwa lugha nyingine hawa watu, je, huko waliko wamekaa tu? Hapana, wako wanapigana vita. Wanapigana vita vya maisha. Wanapigana vita si na ujinga si na nini, lakini wanapigana vita ambavyo sivyo, wanatumia silaha ambazo sivyo. Kwa lugha nyingine wanachukuliwa mateka. Tutakuja kuona baadaye, labda ule mstari sitaurejelea, lakini ni useme tu, sitaufungua kwa sababu nimegundua tukisoma mistari mingi sana watu tunashindwa kumaliza. Na leo nataka tumalize mapema. Tunameza ya Bwana. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa pili, unaona mtu anaitwa Elisha. Alikuwa na mtumishi wake anaitwa Gehazi, lakini baadaye inaonekana Gehazi akapigwa ukoma na nini kwa makosa yake na nini. Sijui kama ni Gehazi moja kwa moja au ni mtumishi mwingine aliyempata. Lakini yule mtumishi wakawa nimekuja jeshi la Washami linataka msikiliza kile kisa. Linataka kama kupambana kwanza na Elisha kwa sababu yule mfalme wa Shami alikuwa anasema mipango yangu yote ninayopanga inamfikia mfalme wa Israeli adui yangu. Sasa ni nani hasa anayempelekea? Kutakuwa na mtu ambaye anavujisha siri. Wakasema kuna mtu mmoja anaitwa Elisha, ana hekima ya Mungu. Vyovyote anavyofanya Mungu anamuonyesha, anampelekea mfalme wa Israeli. Wakati mfalme wa Israeli alikuwa mtu mwema, alikuwa Ahabu. Lakini bado Mungu alikuwa na neema. Baadaye sasa akasema ngoja kabla ya kuipiga Israeli tukapigane na nani? Na Elisha. Sasa likaja jeshi likajipanga likapanda juu ya mlima linamtafuta Elisha. Yule mtumishi wa Elisha. Msaidizi wa Elisha. Elisha mwenyewe alikuwa mtumishi wa Elia ukumbuke. Tukimtumikia Mungu baadaye anatupandisha anachukua. Yoshua alikuwa mtumishi wa Musa baadaye akawa akachukua nafasi ya Musa, si ndio? Sasa yule kijana sijui labda ndio anakuja kuchukua nafasi baadaye akasema njoo uone jeshi linatumaliza. Elisha akasema ungejua walio upande wetu ni wengi kuliko wale unao. Akasema Mungu mfungue macho aone jeshi lako. Mungu akampa tu kidogo ka video akaona jeshi lilokuwa la malaika lilikuwa linamlinda yeye na Elisha. Ile jamaa ndo akatulia akasema kweli tuko salama. Basi baadaye Mungu Elisha akamwambia akaomba. Na Mungu naomba wapige upofu ili jeshi lote. Akaenda akalipiga upofu. Sasa ile jeshi lina mitutu lakini hawaoni, yani wako gizani hivi. Leo hii Mkristo anaanza kama na silaha zote na Biblia lakini amepigwa upofu. Upofu ni kutokuwa na neno la Mungu. Hujai kuisoma Isaya. Hujai kusoma Zaburi. Hujai kusoma Ufunuo, ni kipofu. Kwa lugha nyingine, ile jeshi lilikuwa kubwa lakini kitu ambacho kilifanya wasipigane chochote kabisa walikuwa wanakamatwa kama yani unaosukuma tu. Wakawakamata wakapeleka kwa mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli hapa akasema tuwaue. Elia akasema sasa wewe mtu ushawateka. Unataka kuwaua tena Mungu aliyekusaidia. Anasema wape chakula wale washibe, wakishamaliza tutawaombea wafunguke macho afu tuambie nenda kwa bosi wewe. Kawafanyia neema lakini. Sasa unachosema hiki kisa kinaingia. Hiki kisa kinakuja kwamba leo Mkristo ni kipofu kama hao. Kwa hiyo ukishakuwa kipofu hata ukiwa na silaha kiasi gani sana inaweza kukulipua wewe. Kwa sababu ukafanya hivi kumbe inakuangalia ukajikuta unajilipua. Lazima uone macho uone. Kwa hiyo leo Mkristo anapigana vita ambavyo havijui kwa sababu ni kipofu haoni. Leo Mkristo haoni simba anayezunguka anayetaka kummeza. Haoni. Mkristo anaamka na dunia nzima tukisema Mkristo tunasema na wengine wote kimsingi. Hatuna maana. So siku ya hukumu itawahukumu wote. Anaamka kitu cha muhimu sana ni simu yake. Na kwenye simu kuna na Biblia. Lakini sio kitu kingine ni message za uchafu. Ni taarifa za vichekesho. Anaweza kawa na magrupu 10. Anaweza kawa ni mtu mkubwa kabisa ana cheo kikubwa tena na majukumu ya kiserikali lakini yeye kazi yake ni kujibizana na magrupu 10. Mara sijui nini. Leo sijui wewe uliyefanya hivi Mungu anakuona. Wanatukana jina la Mungu, Mungu anakuona. Mungu anaingia kwenye mitandao kutukanana au kutaniana. Jamani moto umekuwa mkali sana nipunguze.
Yaani ambieni kama speed imekuwa kana. Unajua kama uko kwenye basi, ukasikia linachemka speed, mwambie dereva nishushe. Kama unataka kushuka tushuke, lakini huo ndio kweli. Huwezi ukawa unawindwa na simba na unguruma anataka kumalize, ukawa na muda wa kwenda kwenye magrupu 10 unapekua. Watoto wako boarding wanakuwa mashoga. Na ile ni addiction. Addiction ni kitu ambacho huwezi ukakiacha, utaendelea kukifanya. Ni kama ulevi. Watoto wako wanalewa mashuleni. Watoto wako wanafanya uzinifu wa kila namna. Mabindi wako wanaenda kwenye mafamasi, wanakunywa dawa za majira, wanazuia, wanaendelea, unadhani wewe una pump karo kule. Kuja kumsomea kitabu cha Mithali, kuna maneno ya hekima katika Mithali. Tuende katika kitabu cha Efeso mlango ule wa 6 mstari wa 11. Na mlango wa 6 tutaurejelea baadaye. Ukiona tumesoma mlango wa 6 tena wa Efeso, ujue somo linakaribia kuisha. Kwa hiyo tutasoma sehemu ndogo alafu tutarudi hapo baadaye. Mlango wa 6 wa kitabu cha Efeso. Anasema mstari ule wa 11 na 10 mpaka 13 anasema hivi. Wa Efeso 6 11 13. Nataka tufike sehemu tukao wa Kristo. Ukisikia wa Efeso 6 unaweza ukatabiri mtu anaenda kufundisha nini. Ulishasoma. Ulishasoma jamani. Ulishasoma. Yesu alipofika juu ya mlima wa mji wa Yerusalemu, alisimama kwenye Yerusalemu inaonekana iko bondeni kidogo. Kuna mlima wa mashariki na wa magharibi. Wa mashariki ni mlima mzito. Sijafika pale lakini jiografia na soma Biblia mpaka unafukua kama. Akauangalia ule mji akaanza kulia. Kristo akimwangalia Mkristo wa leo analia machozi kuliko ya Yerusalemu. Nani nadhani kwamba anafurahia? Wako sawa. Hapana. Lazima tulie. Tuomboleze. Mlango wa 6 mstari wa 11 anasema hivi. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupingana na hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu ya nyama si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Leo hii kuna mipango. Leo serikali ya dunia moja serikali moja ya dunia na dini moja ya dunia vinaandaliwa. Wakristo wako Facebook wana chat. Leo hii ukienda kwenye kundi la WhatsApp la watu hata wakubwa kiasi gani, wakubwa kabisa wanaweza kadhani ni wakubwa, vitu wanavyoongea ni vitu hata mtoto mdogo aliyeokolewa haweza kavikubali, ni vya kitoto zaidi. Na kuhakikishia. Lakini ukikutana naye yuko kwenye mgani mkubwa, yuko na matai makubwa, anatembea, unaweza kufikiri mtu mwenye hekima, lakini vitu anavyoongea, anavyoishi navyo ni vya chini ya mtoto mchanga kama hao unaowaona. Okay. Hiyo tai na hilo gari kubwa vitamsaidia nini mtoto wake yuko boarding anakuwa shoga? Vitamsaidia nini? Mambo mengine ni vigumu sana kuyahubiri. Nitayahubiri baada ya miaka 3. Sasa hivi Yesu anasema nina mambo mengi ya kusema lakini bado. Mengine sitasema sasa hivi. Lakini tuseme yale ambayo Mungu anasema vaeni silaha. Ukisikia neno la Mungu nakwambia fanya kitu, fanya. Leo yeye Mkristo amevaa silaha gani? Tutakuja kuziona hizi silaha baadaye. Kwa hiyo ukiambiwa na Mungu vaa silaha ujue kuna vita. Unaweza ukavaa silaha kama hakuna vita? Haya utoke hapa ukutane na jeshi kubwa la Tanzania lina mizinga na nini limeweka mitutu iko tayari. Ujue tuko vitani, lakini hatuko vitani kwa jinsi ya mwilini, ndio sababu huoni mtu amevaa silaha, huoni silaha. Lakini siku ikitokea vita utakutana na silaha nyingi. Mungu anasema vaeni silaha, kwa lugha nyingine mko vitani. Leo Mkristo wa leo yuko kwenye vita ambavyo havijui, hana silaha, hajui vita, anachukuliwa mateka. Na kazi ya vita ya kwanza ni kuchukua mateka. Leo hii mwanaume wa kisasa wa standard. Na nasema mwanaume kwa sababu gani? Mniusamee. Naanza na mwanaume kwa sababu ndiye mwenye jukumu la kwanza. Yuko busy akibahatika kwamba chakula kiko nyumbani, hatua inayofuata ni mpira. Yuko busy na Arsenal na Barcelona
Na Simba sijui iliwahi kumfunga Yanga miaka 50 na ngapi iliyopita. Ametunza historia. Neno la Mungu hata moja halikai katika moyo wake. Lakini upuuzi wa Simba na Yanga wa miaka 70 na ngapi iliyopita umejaa uko yani ndio anaoongea kila siku. Huyo mtu yuko kwenye vita. Kwani yuko salama kwamba hakuna vita pembeni yake? Ana vita vinaendelea. Leo hii akitokea mtu kijana mwanaume hajui mambo ya mipira, anaonekana mshamba, anaonekana amepitwa na wakati. Kama hujui, neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Warumi mlango Warumi 16, anasema katika habari za vitu vya kijinga tuwe washamba, tuwe wajinga, lakini katika habari za mambo ya Mungu tuwe na akili, tuwe na uelevu. Ukionekana hujui mipira sawa? Ukionekana hujui siji movie, siji wimbo wa mpuzi gani umetoka juzi, vizuri zaidi, lakini dunia itakushangaa. Wakristo watakushangaa. Lakini hivyo ndio vita vyenyewe tunavyoongelea. Mwanaume na mke wake vile vile hawana tofauti. Wako yani akibahatika kuweka vitu sawa, akawa ameweka, wanakaa, wanaishi, wana nyumba, wana nini, hatua inayofuata anakimbizana na michepuko. Unajua neno kama hili, ngoja niwaambieni. Neno kama hili ukilisema unaonekana kama hujasema kitu cha maana, kwa sababu ni sana mtu uanze kusema kitu ambacho yani kipo sana, utaonekana hujasema kitu cha maana. Yaani ngoja nitafute namna nyingine ya kueleza. Nirudie tena. Ukisema jambo kama hili huonekani kama umesema kitu cha maana, kwa sababu ni kitu kilichozoeleka, ni kama kitu cha kawaida kwao. Lakini kwa Mungu unaongelea dhambi ya mauti. Unaongelea dhambi inayohukumiwa kwa kupigwa mawe mpaka kufa. Na je, Mungu amebadilika? Hapana. Biblia inasema Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele. Na kimsingi sehemu nyingine Mungu anasema kuna dhambi zamani. Mfano zamani watu walikuwa na wake wawili watatu. Mungu sio kama alikuwa amesema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 17:29. Alikuwa amesema, alikuwa ameirudia, ameikataa, anasema ni kosa. Lakini ukija kwenye Matendo ya Mitume nadhani mlango wa 17 anasema zamani Mungu ni kama alijifanya kama kutokuziona baadhi ya dhambi, akijua kwamba hawa watu bado hawajajua vizuri. Ni kama uchukue mtoto yuko darasa la pili. Ukiona anasoma kwa kutegwa, hutajiuliza useme kwa sababu si bado yuko la pili. Ni zamani hizo neno la Mungu alijaja, Kristo hajaja. Lakini umuone mtoto yuko form 4 anasoma kwa kutegwa, hawezi akasoma kwa mtiririko mzuri. Utaona ni sawa kama wa darasa la pili? Hapana. Sasa hivi sisi tuko juu zaidi. Mungu anataka kiwango chetu cha sifu cha utakatifu, cha haki kiwe juu kuliko cha wakati wa Musa. Lakini ukigusa sehemu kama hiyo unaonekana kama umegusa kitu cha kijinga, yani kama hakina maana yake. Jamani wapendwa, tuko pamoja? Amen. Tuwe pamoja katika hilo. Kwa kweli ya Mungu inaweza ikakataliwa na walimwengu, lakini haizuii kuwa kweli. Unaona utangulizi wangu sasa umekuwa somo. Ngoja nitoe kwenye utangulizi nende kwenye somo sasa. Au mnifikiri tumeshaanza somo, ilikuwa utangulizi. Mkristo hajui adui yake. Hajui. Mkristo ni kipofu. Mtu anaweza kashindwa kufanya jambo kwa vitu kwa mambo kadhaa. Moja wapo ni kutokuwa kipofu. Kwa lugha nyingine Mkristo hawezi kufanya jambo lolote lile kwa sababu ni kipofu wa kweli ya Mungu. Leo hii ukimwambia Mkristo kuna kusoma Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, tena sio mara moja ukarudia, inaonekana kama ni dini ya kishenzi, tena mbaya. Ndio sio? Unaonekana mjinga. Unaonekana mtu sio kawaida kabisa. Biblia usome yote. Lakini hapana. Mungu wewe unadhani Mungu analeta Biblia yote ili kusudi isome mistari ile 6 tu 5 ya wale walokole? Hapana, alileta yote, kila neno la Mungu linapumzia hapa. Na ndio nuru.
Mtu anaweza kashindwa kufanya kitu kwa sababu aidha ni kipofu haoni au yuko gizani, ndiyo hali ya Mkristo. Ni kipofu kwa sababu hana neno la Mungu, yuko gizani kwa sababu hakuna neno la Mungu. Nitaka kwenda katika vipengele, lakini naona bado utangulizi una mambo fulani ya kuweka sawa. Ngoja tuende tu. Utangulizi ni ndo mahubiri yenyewe. Usije kusema kwamba actually tuko kwenye somo lenyewe kimsingi. Sio kwamba tutakuja kuona mambo mawili ya msingi kwenye vita tunavyoishi na tunavyopigana, lakini hili ndo somo lenyewe kimsingi. Kwa hiyo tuendelee. Soma katika kitabu cha Mwanzo. Twende katika Mwanzo mlango wa 3 pale. Matatizo yote yalianzia pale Mwanzo mlango wa 3. Watu Adamu na Eva walikuwa kama Mkristo wa leo. Wamepumzika, hawajui adui yao. Mstari ule wa kwanza na wa pili Biblia inasema, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Leo hii watu wanaowapeleka Wakristo katika uangamivu, watu wanaoeneza vitu kama ushoga, uzinifu, hawa watu wanaotangaza kwa TV wakatuletea watu waliovaa uchi na nini, ni werevu kuliko Mkristo. Ndio sio? Ndio sababu wana uwezo wa kuconvince. Anakuletea mtindo, mtu anaenda anavaa nguo imefunika mpaka huku chini, hapa chini kuna tobo. Ni mwerevu huyu, anakuzidi. Anaenda imekufunika huku na nini, lakini ameweka mpasuko, imefika mpaka mguuni, huoni kiatu, imeweka mpasuko mpaka juu ya goti. Usifikiri kwamba ni kwa bahati mbaya. Ni mwerevu. Sasa tunaona kwamba Eva anakuja, ili somo tushalisoma, kwa hiyo hatuna haja kurudia sana, tusije tukalala hapa. Lakini unaona kwamba huyu alikuwa hana kweli, yuko gizani, anawaambia ule mtu nenda kale tu. Akaenda kala. Lakini anadanganywa. Leo hii shetani anatumia uongo. Biblia inasema shetani ni mwongo na ni baba wa uongo. Anakuja anadanganya watu, hawajui uongo kabisa, chochote anachoambiwa anapokea. Wewe nikupe neno la kusaidia. Wewe unanisikia kutokea mbali. Wewe karibu unajua ulioko hapa. Kweli ni moja tu, ni neno la Mungu. Chochote utakachoambiwa nje ya neno la Mungu usikichukue moja kwa moja. Kichukue na mashaka fulani. Kitesti, kijaribu kwa neno la Mungu uone kwamba kiko sawa. Amina. Ndio ukweli. Kwa hiyo shetani akaja akampa maneno yake, tena mengine yalikuwa yanafanana na Mungu. Eva akafanya nini? Akayapokea. Alikuja akamjaribu, akaanguka katika lile jaribu. Leo Mkristo anajaribiwa kila saa. Anajaribiwa katika uzinifu. Dada naomba nipe namba yako, anampa. Kesho matatizo yameshakamilika. Twende sasa tuone yule ambaye huyo hao alikuwa gizani, wamejaribiwa, wameanguka. Tuangalie anayejaribiwa akiwa anajua kweli inakuwaje. Twende katika Mathayo. Mimi naipenda Mathayo kwa sababu tulishaihubiri, hatukuirekodi lakini tulihubiri sura zote. Kwa hiyo tunaijua zaidi kuliko hata hizi injili nyingine. Twende Mathayo mlango wa 4 mstari wa 3 mpaka 4. Biblia inasema hivi: mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Mstari wa 4, naye akajibu akasema, imeandikwa. Sina haja ya kuendelea. Sasa hapa kuna mjaribu ni yule, ni shetani yule. Hawa wa kwanza Adam na Eva hawana kweli. Wako gizani. Huyu anajua imeandikwa, ni Kristo. Imefanya nini? Imeandikwa. Ukiwa una neno la Mungu, shetani hata kudanganya utamwambia imeandikwa. Lakini huwezi kuwa na ile mistari minne ya uongo, tena nayo unajua nusu, ukajibu imeandikwa hata siku moja. Utadanganywa. Rahisi sana. Twende, kwa hiyo siji kama hii mistari tumeona maana yake ndio hiyo, kwamba ukiwa unajua neno la Mungu, ukiwa unajua kweli ya Mungu, uongo utaujua. Leo hii mtu anakuambia yani ni vitu vingi sana, vingine ni ngumu hata kuona. Njoo hapa sijui kuna baraka za kukanyaga maji.
kukanyaga mafuta. Leo si mafuta ya njano, kesho si ya blue, si ya nini. Mtu anaenda kama manyumbu tu wanakanyaga tu. Kesho kutwa unasikia amekufa 20. Alafu watu wanaanza kuomboleza kitaifa. Hapana. Huwezi kuomboleza katika hali hiyo. Tuangalie watu wengine ambao tunaona kwamba kazi ya shetani kutujaribu. Anasema ibilisi mshtaki wenu. Unaona kwamba shetani ndio huyo anakuja kwa Eva, anakuja kwa Kristo, anakuja hata sehemu nyingine. Tuone aliyoenda kwa kina Petro katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 5. Matendo ya Mitume 5:27 anasema hivi. Matendo ya Mitume 5:27. Si kama ni 27. Okay, 27 mpaka 29 anasema hivi. Walipowaleta wakawaweka katika baraza, kuhani mkuu akawauliza akisema, "Je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi mtazameni mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu na mnataka kuileta damu ya mtu huyu juu yetu." Mstari wa 29 nilikuwa nawatafuta anasema hivi. Petro na mitume wakajibu wakasema, "Imetupasa kumtii Mungu kuliko kumtii mwanadamu." Hawa watu walikuwa wanajua ni nani? Hawa walikuwa wanajua. Angekuwa ni mtu ambaye hajui kwamba ni jukumu la kumtii Mungu kabla ya mwanadamu, wangeelewana na injili ingeisha pale. Hawa watu walikuwa wameshiba neno, walikuwa wameshiba na Kristo neno. Hem tusome kutoka katika kitabu cha Zaburi na Mithali. Kwa hiyo tutakuwa kwenye Agano la Kale sehemu 2. Zaburi 119. Huu mstari mtu naamini kila Mkristo ambaye anakuwa sio Mkristo yote aliyekuwa hapana, ni yule anayekuwa atakuwa na ufahamu. Tatizo ni kutokujua uko mlango wangapi. Zaburi ya 119 mstari ule wa 105 Biblia inasema hivi. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Ili Biblia inasema yeye anifuataye mimi hata tembea katika giza kamwe. Neno la Kristo ndio taa. Okay, tumeona kwamba ni vitu viwili vinaweza kufanya mtu ashindwe vita au apotee. Ni ama kuwa kipofu haoni ama yuko kwenye giza. Ili kusudi, okay, kwa mfano labda kuna mtu uko kwenye giza. Tuchukulie mfano ule wa shetani kama simba aungurumaye anayezunguka atafuta mtu kumeza. Ni wapi ambapo ni rahisi simba kukumeza? Pale uko gizani humuoni. Na kumbuka shetani yuko gizani ndio nyumbani kwake. Kwa hiyo anaona. Simba anaona gizani. Ni kama paka. Yani gizani ndipo sehemu anakofanya. Yani paka kimsingi ukimmulika haoni. Anaona zaidi gizani. Sasa neno la Mungu linasema ni taa yetu ndio linalotumulikia. Sasa tujiulize. Wakristo hawataki neno la Mungu, wanataka wakae gizani. Huyu simba anayetaka kuangata kwa meza hicho sio kungata. Ni wapi ambaye anaweza? Sio kusema kwamba ukiwa kwenye nuru simba hata kuja atakuja lakini nadhani utachukua hatua. Ni wapi ambapo utawindwa kirahisi? Na huyu ambaye amezoea giza. Ni humu kwenye giza ama kwenye nuru hapa? Kwenye giza ni rahisi kuwindwa. Ndio maisha ya Mkristo. Tutakuja kuona sehemu ya pili kitu kingine kinachofanya Mkristo ashindwe vita ni kwamba anakuwa amekufa. Mithali inasema mstari ule wa 6, mlango wa 6 Mithali. Tulikuwa kwenye Zaburi, tukienda kulia kidogo kuna kitabu cha Mithali ndio kinachofuata. Mithali mlango wa 6 mstari wa 23 Biblia inasema hivi. Mithali 6:23 Biblia inasema hivi. Mithali mlango wa 6 mstari wa 23 Biblia inasema hivi. Maana maagizo hayo ni taa na sheria hiyo ni nuru. Sheria sio sheria ile wanaenda kusomea vyuoni. Sheria kibiblia ni neno la Mungu. Anasema maagizo ni taa. Neno la Mungu ni taa. Na sheria ni nuru. Hivi utakuwaje hujawahi kusoma sura ya kwanza mpaka sura ya 22 ya Ufunuo
ukashindwa kupokea namba 666, chapa ya mpinga Kristo. Itakuja tu utaipokea kirahisi. Kwa sababu hutaki nuru. Sasa tuangalie somo kwa sababu tumeliangalia katika upana. Tuende katika kabla ya kwenda kwenye mambo maalum machache, mawili tu, ni mawili sio mengi. Hata itakuwa refu sana kupindukia. Tuende katika Agano Jipya. Tuendelee katika hoja hili. Tuende katika Yohana sehemu mbili za Yohana mlango wa 8 mstari wa 12 Biblia inasema. Leo tuko kwenye Yohana mlango wa 8. Kwa hiyo tutaiona wiki ijayo, lakini tutaiona katika muktadha mkubwa zaidi. Watu tuone katika eneo dogo. Mlango wa 8 mstari wa 12 Biblia inasema. Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Hapa naongelea katika muktadha wa wokovu wa milele, lakini ni maisha yetu ya kila siku. Wakristo hawamfuati Kristo. Kumfuata Kristo anasema kufuata Kristo ni kulishika neno lake. Sio kuitwa jina kwamba hili jina lake ni la Kristo. Lile jina halitoshi. Kuna watu wanaamka saa 12 siku ya Jumapili, wanaenda kanisani saa 1:30 wameshatoka, ndio hivyo, yani na akienda hawasomi neno la Mungu. Hapo amemaliza huduma ya wiki. Leo kwenda kwenye nyumba moja ya mchungaji mmoja. Nikamwambia usiku sasa tunataka tusome somo. Some Biblia sema, anasema sisi watu tunaimba tu. Tunaomba, tunakuimba. Hamli chakula kwani? Wanasema tunakula. Sasa chakula ni nini? Ni kuimba na kuomba au chakula ni kula neno la Mungu? Na ni nyumba ilikuwa ya mchungaji. Yesu alisema, "Je, kama mambo yamekuwa hivi kwa mti mbichi, itakuwaje katika mti mkavu sasa?" Kama kwa Mkristo tena ndo mchungaji wao, kusoma neno usiku inaonekana ni kitu cha ajabu, tena wanakucheka. Wanakuona kama unakuja na siasa za kijinga fulani. Itakuwaje katika mti mkavu? Itakuwaje je kwa ulimwengu ambao hauna hata Kristo je? Biblia inasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yaani inatakiwa sisi wenyewe tulioko gizani kwanza tuwe na nuru yetu, alafu tuwe nuru kwa dunia. Leo hii wanadamu wa Kristo wamechafuka kuliko dunia. Wanakuwa giza sasa baada ya kuwa nuru. Anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 11 9 na mpaka 11 pia anasema hivi. 9 mpaka 11. Anasema hivi. 11 9 mpaka 11 anasema. Yesu akajibu, "Je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Bali akienda usiku hujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake." Tunapokuwa katika giza, majibu yake ni kwamba tutajikwaa, na mtu akikwaa anaanguka. Na akianguka maana yake mtu aliyeanguka anapigana vita. Hata wale wanaopigana ngumi wanaopiga, ukiona ameanguka kwenye ngumi, ujue ndio mwanzo wa kushindwa. Anapigwa ngumi anaenda chini. Mkristo ameanguka chini kwa sababu anatembea gizani. Mtu angalie leo hii. Naona somo linasogea sana. Ngoja tuende katika vita vya Mkristo sasa. Kimsingi hata tukiishia hapa somo tumeshapata picha. Tuna vita vinatuzunguka. Lakini kwa tuviangalie kwa undani zaidi. Vita vya kwanza vya Mkristo, kuna vita vya aina mbili vya Mkristo. Kuna vita vya ndani yake na vita vya nje. Vita vya ndani ni ile asili ya dhambi iliyomo ndani ya mwanadamu katika mwili, hata aliyeokoka. Hivyo ndio vita vya kwanza vya ndani vya Mkristo. Katika ukimuuliza Mkristo, hata wale wanasema tuko kwenye vita tupigane, toka, anakuwa anapigana na vita vilivyoko nje. Anaenda kupigana si na wachawi, wanaweza kalala. Ushasikia makanisa usiku wanalala wanabweka. Huku ndani ana vita vyake vya ndani vya michepuko 7 inamla.
Yaani anaenda kupigana vita vya ni kama utoke hapa uende ukapigane vita labda Sudani wakati umevita vita nyumbani kwako Tanzania labda ikitokea mfano. Kwa sababu Mkristo tumesema kichwa cha somo ni kwamba Mkristo anapigana kwanza anapigana vita ambavyo havijui. Anadhani kwamba vita vyake labda ni vitu kuna shetani yuko hewani gizani eti nalifunika anga lote si nini. Hapana. Dunia ni mali ya shetani, ni mali ya Mungu lakini anayeendesha ni shetani. Mungu wa dunia ni shetani. Huwezi kumnyang'anya anga lake. Anza kwanza kumnyang'anya roho yako wewe. Anapoitafuta, anasema mapepo yanapomtoka mtu yanazunguka yanarudi baadaye, yanarudi katika yani hayakai kule lazima aje kae ni duniani lakini makazi yake ni kwenye roho yako na ya kwangu. Kristo hajui hicho. Anapigana wanaolala wanabweka wanafanya nini? Unafikiri wanapigana na vita na nani? Wanapigana vitu tu vya hajui yani. Anarusha tu mawe anarusha risasi lakini anayempiga hamjui. Wakati adui yuko ndani yake. Ngoja niulize swali. Vita vya kwanza ni vya Mkristo ni vya ndani. Vita vya kwanza vya Mkristo ni dhambi iliyomo ndani yangu na wewe. Katika miili yetu. Paulo anasema katika Zaburi sio katika Paulo hakuandika Zaburi. Katika kitabu cha Warumi anasema hivi, Paulo anasema katika Warumi mlango wa 7. Sikuandaa sana lakini tulisoma kitabu cha Warumi kwa hiyo tunakijua. Anasema hivi, anasema ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu hakuna jambo jema linalokaa ndani yangu. Leo Mkristo anaamka anafikiria ni abadilishe nguo 4-5 apige picha zote azirushe Facebook. Leo hii kuna mabinti wanadhani labda atampata mme kwa kujionyesha alivyo uchi kwenye Facebook. Anapigana labda vita vya kupata mme mwema. Kumbe ndiko ni kama anajipiga yeye mwenyewe. Hakuna mwanaume mwenye akili labda umpate yule mme ambaye ni wa kishetani kama wewe ambaye atakuja kukutafuta Facebook hata siku moja. Amina. Usidhani kutafuta mme Facebook hata umpate. Utampata anayefanana na wewe na utajuta. Hivyo ndio vita ambavyo watu wanapigana havijui. Hem tusome katika kitabu cha tuanzie Yakobo. Tusome mistari kama mitatu kwa mfululizo kwa sababu kusudi tuende haraka. Yakobo 1:15 anasema. Yakobo 1:15. Tuangalie vita vya ndani ya Mkristo ambavyo kimsingi ni dhambi. Yakobo 1:15. Naomba uzungushe hiyo huduma hiyo. Iko hapa. Yakobo 1:15. Anasema hivi. Yakobo 1:15. Anasema Anasema hivi. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Nasema sasa mbona sijaelewa uhusiano uliopo kati ya vita na huu mstari. Vita ni kwamba mtu akiwa amekufa anapigana vita. Kitu kilichomuua huyo mtu ilikuwa ni nini? Ni dhambi, si ndio? Na nyuma ya dhambi kilichokuwa kisababisha ile dhambi iwepo kilichozaa ilikuwa ni nini? Ni tamaa. Kwa hiyo Mkristo leo anashindwa vita kwa sababu amekufa. Mtu aliyekufa hawezi kupigana vita. Hayuko hai. Mkristo kinachomfanya ashindwe kupigana vita au asijue vita vyake ni kama mzoga. Simba akija, simba anakula mizoga. Anaweza kaja akakota mzoga kala. Sina maana kwamba tumekufa kabisa hapa. Nina maana kwamba sehemu nyingine anasema analiambia kanisa la nafikiri ni la Thiatira au anasema imarisha vilivyobaki ambavyo vinakosakosa vinakaribia kufa. Imani fufuka jiinue, jitie nguvu upya. Msome katika kitabu cha Efeso mlango wa 2. Kwa hiyo kitu ya kwanza ambacho kinatuonyesha kwamba yani vita vya Mkristo vya kwanza vya rohoni ni vita vya dhambi lakini matokeo yake vinamfanya asishindwe asipigane vita vyote vile kwa sababu amekufa. Mtu aliyekufa hawezi hata akajitikisa. Hawezi hata kageuka.
Sasa Mkristo kama amekufa, Biblia inasema amekufa huyu mtu. Unaweza kuniambia kwamba ataingia vitani apigane? Hawezi. Waefeso mlango wa 2 mstari wa kwanza anasema hivi. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu. Manake mtu anapokuwa kwenye makosa ya dhambi au dhambi vyovyote vile, siangalia huu mstari King James anasemaje, naona kama umepinda pinda, lakini ndio hoja yenyewe tulisoma Waefeso 2, kwa hiyo tunaikumbuka. Anasema mnapokuwa katika dhambi, mnatembea katika dhambi, mnakuwa mmekufa. Sasa utatokaje ukamkemea shetani, ukapigane vita vya angani si na nini vya nje wakati huku umekufa? Mtu aliyekufa anapigana? Pigana na dhambi kabla haijakufisha. Dhambi inafisha. Hem, tusome Warumi 7:11. Kama ulikuwa kwenye Efeso rudi kushoto, kuna Wagalatia, tutapita Wakorintho wa kwanza na wa pili, alafu wa pili wa kwanza, alafu tutakuja kwenye Warumi. Warumi 7 anasema hivi. Mstari wa 11 anasema hivi. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya na kwa hiyo ikaniua. Dhambi inafanya nini? Inaua. Sasa mtu aliyekufa alafu ameshika silaha, vaeni silaha zote, alafu mkapigane. Sioni kama kuna vita hapo. Mtu aliyekufa. Vita vya Mkristo vya kwanza ni dhambi iliyomo ndani yake. Wakristo anataka kwenda abweke, akemee, toka afanye nini wakati anaishi katika wengine ni nani kabisa, ni wachawi. Kabisa. Au anatumia hirizi za wachawi katika shughuli zake. Au unakuta ni binti, ni mwanamke amemzindika mume wake, si amempa limbwata, ametumia uchawi. Alafu anasema toka. Upuzi wa namna gani? Upuzi kabisa. Mtu kufa apigani vita. Kwa lugha nyingine, tukiondoa dhambi katika maisha yetu, tunakuwa hai. Mtu aliye hai ndio anaweza angalau akafurukuta. Lakini mtu aliyekufa hawezi akafurukuta. Anasema katika kitabu cha Isaya. Huu mstari, hii mstari sijasitiza iliyopita, sijasema mwika, lakini huu nausitiza. Isaya 59:2 anasema hivi. Huu nausitiza. Kwa sababu na mimi hii mingine naijua kimsingi kichwani, lakini nataka sasa na sisi wote tukue pamoja. Isaya 59:2 Biblia inasema hivi. Isaya 59. Tunabadilisha kidogo hoja kwamba dhambi zetu zinatuua na tunashindwa kupigana vita, tunatoka katika upofu ambao unatuzunguka na giza kutokuwa neno la Mungu. Sasa inakuja dhambi, kama dhambi inatufisha, tunashindwa kupigana vita. Tunakuja hoja nyingine ya Mungu kuwa mbali na vita vyetu. Yaani hayuko katikati ya shughuli zetu. Tusitegemee kufanikiwa. Anasema hivi. Isaya 59:2 Biblia inasema hivi. Isaya 59:2 anasema mstari wa pili. Anasema lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msione, hata hataki kusikia. Biblia inasema sitaenda huko leo, lakini ni uguse tu. Ni usome mstari pamoja na huu. Anasema katika Zaburi ya 127 mstari wa kwanza. Anasema hivi, Bwana asipoujenga mji, Bwana asipoulinda mji, wa ulindao wakesha bure. Unaona kwamba Mungu anasema hivi. Neno la Mungu linasema katika Isaya 59:2. Tusome na hii Zaburi ya 127. Dhambi zetu zinatufarakisha na Mungu. Yaani Mungu hataki kusikia, anakaa mbali. Zinatutenga na Mungu. Sasa na tumetoka kuona dhambi zinaua. Kwa hiyo mtu akifa hawezi akapigana vita. Na tumeshaona tuko kwenye vita kwa sababu simba anazunguka anataka kutumeza. Lakini sasa kuna msaada wetu uko kwa Mungu, lakini dhambi zimeshatutenga na Mungu. Zikisha kutenga na Mungu, Mungu ni nini? Biblia inasema katika na labda ni Yohana 15:5 pia. Tuisome nayo ili kusudi hii hoja tuichambue kwa vitu vitatu, kwa mistari mitatu. Yohana 15:5. Samahani kwamba tunagusa mistari mingi kwa pamoja. Yohana 15:5 Biblia inasema hivi.
Yohana 15:5. Sehemu ya mwisho ya ule mstari Yohana 15:5 anasema hivi. Yohana 15:5 Biblia inasema hivi. Mimi ni mzabibu ninyi matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Bila Kristo, bila Mungu. Na huko tumeona dhambi imetutenga na Mungu. Na huko tumeona kwamba Bwana asipoulinda mji tunapoteza muda. Sasa hebu niulize, maisha haya ya dhambi ya Kikristo, ya Mkristo ni mdhambi. Leo Mkristo ni mchafu kuliko dunia. Anavaa uchi kuliko dunia. Anakufa kwa ukimwi kuliko dunia. Sasa atapigana vita? Hawezi. Kwa sababu Mungu hayupo. Dhambi imemuua, imemtenga na Mungu, na bila Kristo, bila Mungu hatuwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo mambo yanakuwa hivyo. Hii mistari mitatu inatuunganishia hoja moja ya msingi kwamba hatuwezi kupigana vita nje ya kweli ya Mungu. Lakini leo hii ukiuliza Mkristo anakuambia tuko kwenye leo hii mtu akifa unasikia umevipiga vita vile vizuri mwendo umeumaliza sasa. Mtu hajawahi kuokoka. Okay, hata kama aliokoka, alipigana vita gani? Mtu alikuwa analewa pombe. Alikuwa anaishi katika michembuko yake. Alikuwa anajitumainia alafu unasikia umepiga vita. Mimi na huwa kwa kweli huwa nachefuka kabisa nikisikia hiyo mstari inatumika katika mazingira ya kuudhi. Inaudhi. Na hata sema umepiga vita. Mlishawahi kusikia hiyo habari? Ndugu umepiga mwendo umeumaliza. Amemaliza anaingia katika hukumu. Hem tusome katika kitabu cha tumesoma mistari mingi. Turudi nyuma kidogo. Tumeona naomba nisitize Isaya 59:2. Isaya 59:2 anasema hivi. Mungu tunapoamua kuishi katika dhambi, Mungu anakaa mbali na sisi. Kwa hiyo unapigana vita vyako, na huko tumeshaona kwamba bila Mungu hatuwezi kufanya jambo lolote. Na dhambi kimsingi zinakuua. Kwa hiyo unakuwa hata upigane kwa sababu umekufa. Lakini utatoka unabweka toka tunakemea tunawafunga wote. Ngoja nianze kuwafundisha wanavyo ngoja nifanye kama wao kwa muda kidogo. Hii sio kwamba ndo nahubiri lakini nawaambia ninawafunga wote mapepo ya hewani. Tunawafunga wote katika nini? Na mpaka vipindi vya redio wananunua eti. Wanalipia hela nyingi redioni. Usiku unasikia. Tunawafunga maagiza yote. Tunakurudisha kwenye vifungo. Shetani hajarudishwa kwenye kifungo. Kifungo kitakuja baadaye kwenye ufunuo. Tunawaondoa wote. Ninawatamkia baraka wote. Baraka haziji, Mungu hatoi baraka. Anasema sikio la Mungu anasema sadaka ya mwenye haki ya mdhambi ni machukizo kwa Mungu. Alafu na watamkia baraka bwana na unasikia ni redio 2, 3, makanisa 1000 uongo. Uovu. Mtupu. Soma katika kitabu cha Wakorinto. Nilikuwa nasitiza ile hoja ya Isaya 59 ya kutengwa na Mungu. Ukishatengwa na Mungu huna msaada. Na maovu, dhambi zetu za makusudi zinatenga na Mungu. Mungu okay, kabla hatuenda huko, hem tusome kwanza Zaburi na nitaisoma kwenye King James. Zaburi ya 5 mstari wa 4 kabla sijaenda hata sehemu nyingine. Niende kwenye King James. Zaburi ya 5:4. Biblia inasema hivi. King James ni kwa sababu Biblia ya Kiswahili imekosea. Sijajua kwa nini. Lakini maksudi ni yale kama ilivyoamua kukosea mstari mwingine yote. Zaburi ya 5 mstari wa 4 Biblia inasema hivi. Na nitautafsiri. Zaburi ya 5:4 Biblia inasema. Anasema hivi. For thou art not a God that has pleasure in wickedness,
neither shall evil dwell with thee. Anasema kwani wewe siye Mungu unayopendezwa na uovu, wickedness. Japo sehemu nyingine anasema anatumia neno gani hapo? Hapo ametumia ubaya. Ubaya vyote vile. Lakini mwishoni anasema hivi. Anasema yani hoja ya hili neno ngoja nirudie tena, anasema hivi. For thou art not a God that has pleasure in wickedness. Mungu hafurahii uovu. Shetani hafurahia uovu. Shetani watoto wakiwa mashoga makahaba ndio raha. Na ndio raha pia mifumo ya dunia. Anasema neither shall evil dwell with thee, wala uovu au dhambi. Kimsingi hapa anasema dhambi haitakaa na Mungu. Yaani lazima watengane na Mungu. Soma katika kitabu cha wa Korinto wa pili. Biblia inasema ili kusudi tuweze kupigana vita vya huyu simba anayezunguka anataka kutumeza. Na hamezi Mkristo peke yake, anameza dunia nzima. Sema ana vita na Mkristo kwa sababu ndipo anapoona ka upinzani kidogo. Usoma katika Wakorintho wa pili mlango ule wa 6. Biblia inasema mstari wa 17, anasema hivi. Kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa watu wangu na watoto wangu wa kiume na wa kike. Mungu anasema hivi, mkishajitakasa, mkajitenga na uchafu, ndipo mtakuwa wanangu, ndipo nitakapowalinda. Watoto wanapokuwa mbele ya mzazi wako karibu na mzazi, ndipo wanakuwa na ulinzi. Lakini anasema msipokuwa hivyo, nendeni mkawe watoto wa mtaani mkajitegemee, taonewa. Taumia. Unasema huu mstari umeingiaje? Tumeelewa connection ya huu mstari na hoja. Ni kutengwa na uovu ili kusudi Mungu awe katikati yetu, ndio hoja ya huu mstari. Anasema tokeni katikati yetu. Msifanane na dunia. Msiige mitindo ya dunia. Msichafuke kuliko dunia kimsingi. Sio dunia, Wakristo wamechafuka kuliko dunia. Hem tumalize kwa hoja ya pili. Nilitaka kugusa Efeso 6, sitarudi kule, nilisema tutairudia, lakini Efeso 6. Kwa sababu kitabu cha Efeso hatujakimaliza tu. Kimaliza hapana turudi kwenye Efeso. Kwa hiyo lakini anaongelea anataja silaha tunazotakiwa kuvaa. Silaha ya kwanza ni haki. Anasema vaeni mkanda wa haki. Sasa hebu niulize, huyu anayelala usiku anakemea, ina uhusiano na hii silaha aliyoambiwa ya kuvaa? Kwa hiyo anatumia silaha ambayo sio sahihi. Okay, kwa mfano mbu anataka kukungata. Unaweza ukachukua panga ukamkata? Utamkata? Huwezi kutumia panga kuua mbu. Hata rungu huwezi. Kwa hiyo Mkristo anaenda anachukua silaha ambayo sio sahihi, anapigana na adui ambayo sio sahihi. Adui yake ni dhambi, ni uchafu uliomo kwenye maisha yake. Adui yake ni vitu vingi. Tusiende huko. Kwa hiyo ili tuweze kumaliza, ngoja tuende sehemu ya pili ya vita. Tuende katika sehemu ya pili, nasema hivi. Hivyo ilikuwa vita vya ndani ambavyo kimsingi tunaona ni dhambi zetu. Lakini haiji tu kujitakasa kabla ya kushinda. Uwezo ukashinda dhambi pia nje ya wokovu. Kitu cha kwanza ni wokovu kimsingi. Kwa hiyo uwezo kugusa vitu vyote ndani ya somo moja. Kwa hiyo sijagusa habari za wokovu. Nimegusa tu takaso wa dhambi. Lakini la pili ni vita vya nje vya Mkristo. Hivi vilikuwa vya ndani. Sasa angalau hivi vya nje watu wanahisi ndivyo vita vyenyewe, lakini hivi ni vita vidogo kimsingi. Hebu niulize, ikitokea njaa katika nchi, njaa ya hatari ni ile ambayo itakuwa inakula nyumbani au inakula nchi nzima? Inakula nchi nzima. Inayoweza kuleta madhara. Yaani ukwambia kwamba tukuondolea njaa ipi katika hizi mbili? Hii ya watu wote au hii iliyoko nyumbani kwako? Ya nyumbani ndio hatari, si ndio? Sasa hivi vita navyo hivyo, lakini hivi vya nje. Lakini vinakupiga vile vile, ila hivi vya ndani vinakupiga zaidi, vinanipiga zaidi.
Hem tuende vita vya nje. Vita vya nje ni vipi? Vita vya nje viko nje ya nafsi zetu. Viko kwa watu wetu wa karibu. Ni vita vinavyopigwana ndani ya watoto wako. Na unaweza vita vya ndani kwa sababu watoto wako ndio wewe. Vinapigana na kanisa ndani ya kanisa lako, uko katika kanisa ambalo limetekwa. Lakini sio ndani yako wewe kama wewe. Ni dhambi za kanisa. Ni kanisa linalohubiri masanamu. Lakini huko kule hivyo ni vita. Hem tutoe mfano wa vita vya nje ambavyo tuende katika kitabu cha Mwanzo na Mwanzo 19. Na yekea kumaliza. Mwanzo 19 tusome mstari wa 14 mpaka 15. Biblia inasema hivi. 14:15. Mwanzo 19:14-15 nasema hivi. Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema ondokeni mtoke katika mahali hapa kwa sababu Bwana atauharibu mji huu, lakini akawa kama anacheza machoni pa wakweze. Hivi ni vita vya nje ya Lutu. Ana mabinti yamkini kwa mahesabu ni 2 na kuendelea. Wameolewa kwa wakwe wa Lutu. Lakini Lutu mwenyewe kimsingi kama Lutu kama yeye alikuwa msafi. Kiasi fulani. Yesu Mungu akamwokoa. Lakini vita vimeenea kwa ukoo wake, viko nje yake lakini viko kwa watoto wake. Ndio vile vita tuko tunavigusa kwamba unakuta mtu yuko hapo anaendelea maisha yake lakini watoto wako wanaharibika. Wako mashuleni kwenye huko kunakoitwa boarding ni uharibifu. Tabia karibu zote mbaya. Mimi wakati uko boarding miaka mingi tu iliyopita, wakati uko sekondari, watu walikuwa wanatoka, labda wengine watakuwa wananifuatilia kwenye mahubiri haya. Walikuwa wanatoka, tulikuwa tunasomea shule ya sekondari ya Kilosa pale. Watu walikuwa wanaenda mtoni, kulikuwa kuna mto unatupita pale, unaitwa mto Kizunguzi kama sio. Wanaenda kufundishana vitu vichafu, yani ukiingia kwenye ile kampani huponi. Vijana na mabinti. Kuna mama mmoja ni profesa mmoja aliniambia alipofika shule moja, alikuwa anatuambia tu. Alienda shule moja ya Rugambwa zamani. Yaani ananizidi miaka kama 15 kuelekea 20 mimi. Alianza kuposwa. Rugambwa ni shule ya wasichana watupu mpaka leo. Si labda kama kuna wavulana wachache wanakuja day. Lakini kimsingi ni shule ya kike. Lakini anafika pale yuko form 1 anaanza miaka hiyo karibu yani miaka karibu na uhuru kuliko sasa. Ya mbali kabisa. Anaposwa ili kusudi afanywe shoga wa mmoja wapo wa form 4. Nilipata ushuhuda. Tena hakuniambia mimi anatuambia wewe. Ni miaka hiyo leo ndivyo zaidi sana. Hivyo ni vita viko nje yako. Lakini vitaleta madhara ndani yangu na wewe pia. Vinaleta madhara ya nchi. Kuna vita, kuna miswada inapita inayopitisha haki, unasikia si haki za mashoga, haki siji za kufanya nini? Vitu vingi viko nje. Na hivyo ni vita Mkristo hata havijui. Lakini hata nguvu tu za giza. Unakuta kuna sehemu ambapo hakuna neno la Mungu, hakuna nini, unakuta ni kijiji cha wachawi tu. Hata ukitaka au mkoa wa wachawi, kuna mikoa inajulikana ya kichawi. Japo wako kila sehemu. Au watu wanatoka hapa naenda anachukua uchawi wanakuja wanao practice hapa. Lakini mpaka uende huko. Hivyo ni vita vya nje yes. Lakini vita vya kwanza ni vile vya ndani. Navyo havipiganwi kwa kusema toka. Shetani kuna ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 19. Kuna watoto wa Sikewa walitaka kwenda kumkemea shetani, wanasema toka kwa jina la Yesu. Na yule anayehubiriwa na Paulo, shetani anasema Paulo tunamjua na Yesu tunamjua. Wewe ni nani? Walitoka na ngeu. Tena kama huna kweli, hujajifunga silaha za Mungu za kweli zile tulizo kwenye Efeso 6, usijaribu kumgusa shetani, mwache. Acheze mpira atawale na kutamalaki. Usimguse atakufanya kama watoto wasikewa. Na sio kwamba ni kila shetani unapigana naye. Huwezi kumfukuza shetani kwenye dunia yake hata siku moja. Pigana na shetani ndani ya moyo wako, pigana na shetani ndani ya watoto wako. Huwezi kumtoa kwenye mapango yake, huwezi kumtoa kwenye makasino. Hata siku moja huwezi.
Huwezi kumtoa kwenye hii mifumo ya mashule, mtoe labda wewe mtoto huko. Kwa hiyo tunaona Rutu anapata hasara vita hivi ilikuwa ni vita vya maisha yake, anapoteza watoto, anapoteza mke. Kwa sababu ni vita vinapiganwa nje ya moyo wake. Tunao kutoka katika kitabu cha Yeremia. Na ilikuwa kwenye Rutu amini kwenye Mwanzo 19. Tusome Mwanzo 19 hiyo, tusome na mstari wa 26. Biblia inasema tulishaisoma lakini tuisome tena. Anasema hivi. Mwanzo 19:26 anasema hivi. 19:26 anasema hivi. Mwanzo 19:26 anasema hivi. Lakini mkewe Rutu akatazama nyuma yake akawa nguzo ya chuma. Leo hii vita vinapiganwa ndani ya wake zetu. Na hakuna sehemu ambayo shetani anaitumia vizuri zaidi kama hapo panapoitwa kwenye ndoa. Nje ya nafsi ya mtu mmoja. Kwa hiyo kabla hujaenda kupigana na shetani wa angani, sijitoka nini, anza pigana na shetani aliyoko nje yako lakini aliyoko katika mazingira yako, nje yako. Hivyo ni vita vya nje. Tuone katika kitabu cha Yeremia na tutakuwa tunafunga. Muda umeenda. Yeremia 12 na nitafungia Yeremia 12:10 anasema hivi. Yeremia 12:10. Jamani tulishasema kwamba siku kama ya leo tumemtumikia Mungu Jumatatu mpaka Jumamosi. Sio mbaya siku moja tukatulia tukajifunza hekima nyingi ya Mungu. Inawabariki jamani. Amina. Amen. Yeremia na Luka tena. Yeremia 12:10 anasema hivi. 12:10 anasema. Wachungaji wengi wameliharibu shamba langu la mizabibu, wamelikanyaga fungu langu chini ya miguu yao, wamefanya fungu langu zuri kuwa jangwa na ukiwa. Yaani analaumu. Maana yake ni nini? Anachokisema kuna injili za uongo. Kuna mahubiri ya uongo. Vita vingine vya nje vikubwa na ambavyo Wakristo hawana hata silaha moja. Ni mahubiri ya uongo katika makanisa yao. Hivyo viko nje yako. Hata ukijitakasa ukamaliza dhambi zote, hivyo vita bado vitakupata. Anasema wachungaji hao, makanisa haya, maimani haya yameharibu. Na ukisoma wanahubiri mambo yao, hawahubiri kweli ya Mungu. Na ndiyo tabia yao. Hii misali tunayosoma leo, umeshatukana watu wengi sana. Unaweza ukaigawia makanisa yote ya Tanzania ikawashinda kuisoma siku hiyo. Hii tuliyosoma hapa leo. Unaweza ukawagawia warokole wote hapa. Waigawane katikati yao ikawa mingi, hawaiwezi. Ni mingi sana. Kwa sababu gani? Haipenyezi kwenye roho zao. Luka 17:26 tunasema. Na tutakuwa mlango wa mwisho. Ni fungu la mwisho kusoma. Luka 17:26 Biblia inasema. Na 27. Luka 17:26 nasema. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila, wakinywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alioingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila, wakinywa, walikuwa wakinunua, kuuza, kupanda na kujenga, lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma kulikunywa moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Hii ndio hali ya Mkristo. Wako bize, wanakula, wanakunywa, wanacheza, wako bar, wanajua Arsenal, wanajua Manchester United, wanacheza vikoba, wanaenda kwenye masaluni, wanajipamba vizuri, wanapiga picha, wanarusha Facebook, wanafanya nini? Lakini shetani yuko anaendelea kuwananga vizuri na kuwamaliza. Naomba tusiwe hivyo. Tukae katika nuru, tupigane vita vya kweli, tuvae silaha za nuru kama tulivyosikia na kama tunaona kusikia, ili kusudi tushinde vita. Si vizuri kuangukia katika kinywa cha simba au ngurumaye anayetafuta kukumeza, na mimi na wewe. Kama tunakushukuru kwa rehema zako, asante kwa neno la leo. Asante kwa utulivu uliokuwepo, tukaweza kulisikia neno lako. Mungu tunakuomba pia sasa ukahusike na sisi, ukawe na sisi katika meza ya Bwana, na hata vipindi vinavyoendelea siku ya leo na hata wiki yote iliyoko mbele yetu. Mungu naomba baraka zako zikawafikirie watu wako, kusanyiko hili.
Kawalinde watoto wetu asiwepo wa kuumia, asiwepo wa kuanguka, asiwepo wa kuugua, asiwepo wa kupotea. Walinde Mungu, kaendelee kuwapa neema ya kujifunza kweli yako, wakajua masomo ya duniani na ya mbinguni ya Mungu na ya dunia pia. Mungu kawalinde na kuwatunza, kawape hekima yako Mfalme. Baba, ukatulisha na kutunywesha katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunapokea. Amen.